Darasa yetu sisi itakuwa katika muqaddimatun fil firaq, tangulizi katika makundi. Hili somo al-firaq ni mlango au ni sehemu katika masomo ya aqida, ni sehemu katika masomo ya aqida, lakini wanawachuoni wametenganisha, wakawa wamelifanya somo la firaq ni somo linalojitegemea. Kwa hiyo wakaandika vitabu maalum kwa ajili ya kudhibiti makundi. Ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba umma wake utagawanyika makundi 73, basi wanawachuoni wameyafuatilia ile makundi 73 yote wakayadhibiti. Kundi fulani na mwanzilishi wake ni fulani. Kuna makundi ambayo tayari yameshapotea, hayapo, yameshakufa kwa sababu hayakupata wale wanafunzi watakaoendesha zile fikra. Lakini kuna makundi mpaka sasa bado yapo, na kuna makundi mengine yametoweka, hayapo, ila fikra zake bado zipo. Sasa sisi katika darasa yetu tutazungumzia zaidi masala ya makundi, na leo insha Allah tutaanza kusoma al-mabhath al-awwal, tafiti ya kwanza, taarifu ilmi maqalat al-firaq, utambulisho wa elimu ya itikadi za kimakundi. Maqalat, neno maqalat kama kitabu kinavyoelezea maqalatul firaq, neno maqalat katika upande wa masomo haya ya kiitikadi, katika upande wa masomo haya maqalat inakusudia misimamo, mitazamo, itikadi. Neno maqalat lina maana ya misimamo, mitazamo, itikadi. Kwa tukisema taarifu ilmi maqalati al-firaq, utambulisho wa elimu za misimamo ya makundi, au utambulisho wa elimu za itikadi za makundi, au utambulisho wa elimu za mitazamo ya makundi. Akasema kana almuslimuna inda wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala minhajin wahidin fi usuluddin wa furu'ihi. Kana almuslimun, walikuwa waislamu, inda wafati rasulillah, wakati wa kufariki mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ala minhajin wahidin, juu ya njia moja au juu ya mfumo mmoja. Kana almuslimun, walikuwa waislamu, inda wafati rasulillah, wakati wa kufariki mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ala minhajin wahidin, juu ya mfumo mmoja, fi usuluddini wa furu'ihi, katika misingi ya dini na tanzu zake. Katika misingi ya dini na tanzu zake, yani katika misingi ya dini na matawi ya dini. Takuwa ninasoma huku natoa maelezo kwa ufupi, na hii kipengele tulichokisoma huwa baadhi ya watu wanakisimamia ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki hakuacha makundi, na ni kweli. Haya makundi yote haya yamezuka. Wengine wanasema mtume hakuacha masalafi wala hakuacha mashia, aliwacha waislamu tu. Ni kweli, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anafariki aliwaacha waislamu wakiwa katika manhaji moja, fi usuluddin, katika misingi ya dini, wa furu'ihi, na tanzo za dini. Usuluddin ni nini?
Usuluddin ni arkanul iman sita, ni zile nguzo sita za imani zinaitwa usuluddin. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadar. Hizi zinaitwa usuluddin. Furu'uddin ni zile arkanu al-islam al-arba'a, zile nguzo nne za Uislamu: sala, zaka, hija na saum, na masala mengine yanayofungamana na hayo kama vile masala ya ndoa, masala ya talaka, masala ya eda. Haya ni mambo ya furu'uddin. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anaondoka katika dunia, Waislamu wana mtazamo mmoja juu ya al-iman. Masala iman, mtazamo wao ni mmoja, na juu ya haya mambo mengine ya ibada mtazamo wao ni huo mmoja. Kisha akaendelea kusema, walam yakhtalifi as-sahaba ridwanullahi alayhim, hawakutofautiana masahaba, Allah awaridhie. Walam yakhtalifi as-sahaba ridwanullahi alayhim, hawakukhtalifiana masahaba, Allah awaridhie, fi shay'in min qawaid al-islam, katika kitu chochote miongoni mwa misingi ya Uislamu. Fi shay'in min qawaid al-islam, katika kitu chochote miongoni mwa misingi ya Uislamu. Masahaba hawakukhtalifiana. Qawaidul Islam anazungumzia hapa arkanul iman, sawa? Katika zile nguzo za iman masahaba hawakukhtalifiana. La fi sifat, si katika sifa za Allah, wala fi alqadar, si katika qadar, wala masail alasma'i wal ahkam, wala katika mas'ala ya majina na hukumu hawakukhtalifiana. Masailu al-asma'i wal ahkam ni masala yanayofungamana na kumhukumu mtu kwamba ni Muislam au sio Muislam, na kule kupachikwa kwa majina. Kwa mfano, mtu anaifanya madhambi makubwa, ni Muislam au ni kafir? Madam yale madhambi yako chini ya shirki, sawa, huyo atakuwa bado ni nani? Muislam, atakuwa bado ni Muislam, hawezi kuwa ni kafir. Mtu anaifanya maasi muda wa kuwa hajahalalisha yale maasi, hawezi kuwa nani? Kafir. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakukhtalifiana katika hili jambo. Wala masaili al-imama, wala masala ya uongozi, kwamba kiongozi nani? Ni Abu Bakar baada ya Mtume au ni Ali? Baada ya Abu Bakar kiongozi ni nani? Ni Umar au ni Ali? Masahaba hawakukhtalifiana, wote walikubaliana ya kwamba khalifa wetu sisi ni Abu Bakar. Kisha baada ya Abu Bakar wakakubaliana juu ya nani? Ya Umar. Kisha baada ya Umar wakakubaliana juu ya Uthman. Kisha baada ya Uthman wakakubaliana juu ya Ali bin Abi Talib, japo palitokea mzozo kidogo, lakini baadaye wote walikubaliana. Na mzozo uliotokea baina ya uongozi wa Ali bin Abi Talib si kwamba kiongozi Ali awe kiongozi au asiye kiongozi, la. Ikhtilafu haikuwa katika huo upande. Ikhtilaf katika kadhia ya Ali bin Abi Talib ilikuwa ni kuwakamata na kuwaua waliomuua Uthman. Bas ikhtilaf katika damu ya nani? Ya Uthman. Upande wa watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya bin Abi Sufyan, wao waliona ya kwamba Ali anatakiwa awachukue, awakamate waliomuua Uthman na yeye awaue. Ali anaona ya kwamba hapana, nyinyi kubalini kuwa chini yangu kwanza, toeni bai'a, kisha baada ya hapo mimi nitawakamata, nitawaua hawa.
kila mmoja akaona ya kwamba hili lina haki ya kutangulizwa kuliko lingine. Mzozo ukatokea hapo, na ndio maana baada ya mzozo kutokea walikaa chini wakazungumza, na Ali bin Abi Talib akaendelea kuwa ni kiongozi, kuonyesha kwamba hawakuzozana kuhusu uongozi, walizozana kuhusu kuuawa kwa waliomuua Uthman. Kwa hiyo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakukhtalifiana katika haya mambo, walikuwa katika mstari huo mmoja. Lam yakhtalifu fi dhalika, hawakukhtalifiana katika jambo hilo bilikhtisami bil aqwal, kuzozana, kukhasimiana kwa maneno. Bilikhtisami bil aqwal, kwa kukhasimiana kwa maneno. Fadlan an al-qital bis-sayf, achilia mbali kupigana kwa upanga. Masahaba lam yakhtalifu fi dhalika, wa kukhtalifiana katika hilo bilikhtisami bil aqwal, kukhasimiana kwa maneno. Fadlan an al-qital bis-sayf, achilia mbali kule kupigana kwa upanga. Kwa hiyo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakuzozana katika usuluddin, hawakuzozana katika qawaidul Islam, hawakuzozana. Tumeelewana? Tayib. Baada ya kuzungumza haya maneno, Sheikh akaendelea akasema, qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, usuluddin, misingi ya dini, laysa baina salafi wa a'immati al-islami fiha khilaf, hakuna baina ya salaf. Kizungumza salaf unakusudiwa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukizungumza usuluddin tunazungumzia ni nini? Usuluddin nguzo za imani ngapi? 6. Usuluddin, misingi ya dini, ni arkanul imani 6. Sasa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usuluddin, misingi ya dini, laysa baina salafi, hakuna baina ya salaf wa a'immati al-islam, na viongozi wa Uislamu, wale maimamu wa Kiislamu, fiha khilaf, ndani yake kuna khilaf, hakuna kabisa. Kisha akasema wala yahillu fiha al-iftiraq, zingatia haya maneno, wala yahillu fiha al-iftiraq, na si halali ndani yake kufariqiana, sio kukhtalifiana, kufariqiana. Kwa sababu tutakuja kusoma katika darasa za mbele kwamba kuna tofauti baina ikhtilaf na iftiraq, ni vitu vile tofauti kabisa.